Kisa cha Ntuzu, kutoka giza hadi nuru. Mji wa Mwanza ulikuwa na jina moja lililotamkwa kwa sauti ya hofu: Ntuzu. Kijana huyo alikuwa maarufu kwa nguvu, ukatili na ubabe. Hakuna aliyethubutu kumkosoa wala kumtazama machoni. Alikuwa jambazi aliyewahi kupambana na makundi mengi, na mara nyingi alishinda kwa sababu ya mwili wake mkubwa na moyo usioogopa chochote. Kwa Ntuzu, maisha yalikuwa ni mapambano. Aliamini dunia ni ya wenye nguvu. Alipora, alipiga, na wakati mwingine aliumiza bila huruma. Aliona hofu ya watu kama ushindi. Ndani ya moyo wake hakukuwa na nafasi ya huruma wala majuto. Lakini nyuma ya sura yake ya ukatili kulikuwa na historia ya maumivu. Alikulia mitaani, bila wazazi wa kumwongoza, bila mtu wa kumwambia mema na mabaya. Alijifunza mapema kuwa ili uishi, lazima uwe mnyama zaidi ya wanyama. Miaka ilivyozidi kwenda, jina lake likazidi kuwa kubwa. Mwanza nzima ilimjua. Polisi walimtafuta, wananchi walimchukia, lakini hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kumpinga. Safari ya giza. Siku moja, Ntuzu alipata taarifa kuwa kuna tajiri mkubwa wa kuuza magari mjini Magu aliyekuwa na fedha nyingi nyumbani kwake. Akiona hiyo ni nafasi ya kubadilisha maisha, alikusanya wenzake wachache na kupanga kuvamia familia hiyo usiku. Walifika kimya kimya, wakavunja mlango na kuingia kwa nguvu. Lakini hawakujua kuwa jirani mmoja alikuwa tayari amewaarifu wananchi. Ndani ya dakika chache, nyumba ikazungukwa. Wananchi wakaja kwa hasira, wakitaka kulinda familia yao. Kulikuwa na kelele, vilio na makelele ya watu waliokuwa wamechoka kuishi kwa hofu. Ntuzu alijaribu kupambana, lakini safari hii nguvu haikumsaidia. Jiwe moja kubwa likampiga mkono wake wa kushoto vibaya. Alianguka chini, damu ikimtoka, na watu wakaanza kumshambulia. Kwa bahati, polisi waliwasili kabla hajauawa. Alipelekwa hospitali akiwa karibu kupoteza maisha. Madaktari walifanikiwa kumwokoa, lakini hawakuweza kuokoa mkono wake. Mkono wake wa kushoto ulikatwa ili kuokoa maisha yake. Mwanzo wa tafakari. Alipoamka hospitalini, Ntuzu alijikuta mtu tofauti. Hakuwa tena yule mbabe aliyewahi kutetemesha miji. Alikuwa kijana mwenye ulemavu, aliyepoteza nguvu zake na heshima ya hofu. Alilia. Alilia kwa mara ya kwanza tangu akiwa mtoto. Aliumia si kwa mwili tu, bali kwa moyo. Alikumbuka nyuso za watu aliowaumiza, familia alizoziharibu na ndoto alizozipoteza. Siku moja, mhubiri mmoja alimtembelea hospitalini. Hakumlaumu, hakumtukana. Alimshika mkono wake uliobaki na kusema, maisha hayajaisha kwa sababu umepoteza mkono. Yameanza kwa sababu umeokoka. Maneno hayo yalimgusa Ntuzu kuliko kipigo chochote alichowahi kupokea. Njia ya toba. Baada ya kutoka hospitalini, Ntuzu aliamua kuondoka Mwanza. Alienda Bariadi, mahali ambapo hakuna aliyemjua kama jambazi. Alikaa maisha ya kimya, akijifunza kufanya kazi ndogo ndogo kwa mkono mmoja. Alihudhuria ibada, akasikiliza mahubiri, na polepole moyo wake ukaanza kubadilika. Kila siku alihisi aibu ya maisha yake ya zamani, lakini pia alihisi tumaini jipya. Alianza kusimulia hadithi yake kwa vijana wachache. Aliwaambia, msipende nguvu za kuumiza, mpeni nguvu ya kubadilika. Maneno yake yalikuwa ya kweli, kwa sababu yalitoka kwenye majeraha halisi. Mhubiri wa mfano. Miaka michache baadaye, Ntuzu hakuwa tena jambazi. Alikuwa mhubiri maarufu wa mitaani Bariadi. Alitembea na Biblia mkononi
na mkono mmoja uliokatika ukiwa ushahidi wa maisha yake ya zamani. Watu walimsikiliza kwa makini, kwa sababu hakuhubiri nadharia, alihubiri maisha. Alihubiri kuhusu madhara ya hasira, uongo wa nguvu, thamani ya msamaha na nguvu ya kubadilika. Vijana waliokuwa wanataka kuingia uhalifu walipomsikia, waliona mwisho wao ndani ya hadithi yake. Wengine walilia, wengine walibadilika. Kukutana na zamani. Siku moja, Ntuzu alirudi Magu, sio kama jambazi, bali kama mhubiri. Alitembelea familia ya yule tajiri aliyewahi kuivamia. Aliomba msamaha kwa machozi. Familia ile ilishangaa. Waliona si yule Ntuzu wa zamani. Waliona mwanadamu aliyejeruhiwa, aliyenyenyekea na aliyebadilika. Walimsamehe. Na hapo ndipo Ntuzu alihisi amezaliwa upya. Hitimisho. Leo, jina la Ntuzu halitamkwi tena kwa hofu, bali kwa heshima. Si kwa sababu ana nguvu, bali kwa sababu ana ushuhuda. Maisha yake yakawa funzo. Mtu anaweza kupoteza mkono, lakini asipoteze moyo. Anaweza kuwa jambazi jana, lakini awe mwanga leo. Na hivyo, Ntuzu akawa ushahidi. Haikuwa hata mtu aliyeanguka chini kabisa anaweza kuinuka na kuwa nuru kwa wengine.